Kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Jafari Saidi Mtoro. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu ya michezo ya Mei Mosi Taifa. Kamati iliyokuwa na jukumu au dhamana ya kusimamia uendeshaji wa michezo ya Mei Mosi. Na kama walivyosema, mwaka huu imefanyikia Singida. Mimi nimekuja kwa ajili ya kuwashukuru kwa namna mlivyoshiriki kufanikisha michezo ya Mei Mosi mwaka huu. Ilipotangazwa kwamba mashindano ya Mei Mosi mwaka huu yatafanyika Singida, kila mtu alikuwa na hofu, alikuwa na mashaka kwamba hivi Singida inao kweli uwezo wa kuhost mashindano makubwa kama haya, kwa sababu watu wakijaribu kutizama hawaoni mara ya mwisho mashindano kama haya yalifanyika lini mkoa wa Singida. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo sana niliwahi kuyaona mashindano ya aina hii yakifanyika Singida, lakini kwa miaka karibu 20 iliyopita hayajawahi kufanyika. Kwa hiyo watu walikuwa na mashaka. Lakini paka tunafika mwisho, watu wote wameondoka wamefurahi kwa namna walivyoshiriki, namna walivyopata nafasi ya kucheza katika mkoa wa Singida. Kwa hiyo nikasema hatuwezi kuondoka bila kuja kutoa shukrani kwa wale walioshiriki kusaidia kufanikisha mashindano haya. Kwa hiyo Sirefa mwaka huu mmetoa mchango mkubwa. Kwa mchango mkubwa, namna mlivyoratibu viwanja, namna mlivyoratibu waamuzi. Kwenye viwanja hivi watu wengi hawafahamu, Singida ni miongoni mwa mikoa michache sana yenye viwanja ambavyo vinavyoweza kutumika kwa hadhi ya juu ya mashindano. Hapa una viwanja viwili Singida vinavyoweza kutumika hata kwa ligi kuu. Ukitafuta mkoa mwingine ambao una viwanja vya aina hiyo zaidi ya Dar es Salaam, utaipata ni mikoa michache sana. Kwa hiyo na Singida ni miongoni mwa mikoa ambayo ina viwanja vizuri. Lakini pia watu wamefurahia namna ambavyo wamecheza katika hali ya hewa nzuri. Walikuwa wanaanza kucheza asubuhi mpaka jioni bila kupata changamoto yoyote ya hali ya hewa. Tofauti na maeneo mengine ambako wakati mwingine watu wanacheza katika jua kali sana. Lakini hapa hata ukipangiwa mchezo saa 7 kwa Singida bado unaweza ukacheza na bado unaweza ukaenjoy. Lakini pia nimshukuru pia mkuu wa mkoa wa Singida. Singida imeyaheshimu na kuyathamini mashindano haya. Mkuu wa mkoa kupitia wataalamu wake aliweka ambulance katika kila kiwanja, pamoja na madaktari, pamoja na wauguzi, kwa ajili ya kuhudumia wachezaji ambao wangeweza kupata changamoto yoyote. Hii haijawahi kutokea popote pale. Kwa hiyo kumbe hii mikoa ambayo wakati mwingine inatazama kama mikoa midogo, kumbe ina uwezo mkubwa. Na Singida imethibitisha kwamba inao uwezo wa kuhost mashindano makubwa ya kitaifa. Viwanja vingi hapa katikati ya mji. Nafahamu tuna uwanja wa Magereza, tuna uwanja wa Mwenge, tuna uwanja hapa Ukombozi, tuna uwanja pale FDC, tuna uwanja wa Bombardia. Vyote hivi tukivifanyia ukarabati mdogo, kwa hakika tunaweza kuugeuza mji wa Singida kuwa kituo na kitovu cha utalii wa michezo. Tukawa tunapokea watu wengi zaidi kila mwaka watakao kuwa wanakuja kuendesha mashindano mbalimbali. Na faida nyingi zimepatikana kama wote mnaofahamu. Wanapokuja watu wengi wanashiriki katika michezo, wanatuachia fedha katika mkoa wetu. Watu watasafiri, watu watakula, watu watalala, wataenda saluni na kila huduma unazojua wewe. Hapa nilikuwa naongea hata wale watu wanaofanya biashara ya kuuza uji. Wanasema kwa kweli katika wiki hizi 2 ambazo mashindano yamefanyika hapa, kwa kweli wameneemeka sana. Kwa hiyo michezo si tu burudani, lakini ni fursa katika uchumi na kuchochea shughuli za kibiashara katika mkoa wetu. Ink Media ni kampuni ambayo inajihusisha na masuala mazima ya designing, printing pamoja na embroidery. Ambapo nikizungumzia masuala ya printing, tuna print vitu mbalimbali ikiwemo mabango, sticker pamoja na vikombe, picha mbao. Na ukiachana na masuala ya printing, pia ukija katika chuo cha
Ink Media Vocational Training Center utaweza kuwa na ujuzi wa kuweza kuwa designer moja mzuri sana, kwa sababu kuna watu ambao ni wabobevu katika masuala mazima ya designing.